عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه. رواه البخاري ومسلم. Hadith kutoka kwa Aisha radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake, amesema ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akibusu hali ya kuwa amefunga, yani akimbusu mke wake hali ya kuwa amefunga. Kana yuqabbilu wa huwa saim wa yubashiru, na hali ya kuwa kicheza cheza na wakeza alayhi salatu wasalam wa huwa saim, hali ya kuwa amefunga. Anabusu hali ya kuwa amefunga, wakati mwingine anacheza na wake zake au na mke wake kama ni mmoja na ni wake zake, kwa sababu ana wake zaidi ya mmoja, hali ya kuwa amefunga. Walakinahu, lakini yeye Mtume alayhi salatu wasalam, amlakukum liirbi, alikuwa ana uwezo wa kuimiliki nafsi yake, alikuwa ana uwezo wa kujikontrol. Hii ina maana gani? Ya kuwa aliyefunga, yule ambaye kwamba ameoa, unaweza kumbusu mke wako, unaweza kumshika mke wako, lakini uwe na control ya hali ya juu, uwe una uwezo wa kujikontrol, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyafanya hayo akiwa na uwezo wa kujikontrol. Kama hauna uwezo wa kujikontrol, ndugu yangu, hata usikaribie nyumba yako. Kama umefunga, wewe kama msikitini, nenda kazini, usikaribie huko, kwa sababu inaweza kuwa ni hatari kwako wewe, na hatari hiyo ikakusababishia wewe kuingia katika masala makubwa ya kuharibu saumu yako, na ikaleta mambo ambayo kwamba yatakufanya wewe uingie katika hukumu ya kisheria ya kufunga miezi miwili, ambayo kwamba sio jambo ambalo kwamba ni rahisi kwa wengi wetu sisi kutekeleza hukumu ya kisheria kama hiyo, pamoja na kuwa uwezo wa nafsi unaturuhusu, kwa sababu Allah haikalifishi nafsi, wala Allah subhanahu wa ta'ala haijalii nafsi kufanya jambo ambalo kwamba hana uwezo nalo mtu. Kwa hivyo ndugu Islam, inafaa mtu kumbusu mke wake, kucheza na mke wake, lakini awe ana uwezo wa kukontrol nafsi yake. Kama huna uwezo, labda wewe ni kijana umeoa juzi, hauna uwezo, hauna experience, my friend, kaa mbali na nyumba yako. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.